Hiki ni kile kinachoendelea ndani ya vita vya Israeli na Hamas huko Gaza, lakini pia tutaangalia kuhusu kile ambacho kinaendelea kushika kasi kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Lakini pia mbali na hapo tutagusia kidogo kwenye siku 100 za Rais wa Marekani Donald Trump. Cha msingi na cha muhimu, endelea kusubscribe na kulike channel hii uendelee kupata taarifa mbalimbali. Shirika la ulinzi wa kiraia la Gaza limesema hii leo kwamba mashambulizi ya Israeli yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo yamewaua takriban watu 29 katika ukanda huo. Akizungumza na shirika la habari la AFP, afisa wa shirika hilo Mohamed amesema idadi hiyo ni pamoja na watu 8 waliouawa katika shambulizi la anga la Israeli kwenye nyumba ya familia ya Abu Sahulul katika kambi ya wakimbizi ya Khan Yunis. Watu 4 waliuawa katika shambulio la anga kwenye eneo la Shaafi, huku wengine 17 wakiuawa katika mashambulizi 7 tofauti ya Gaza. Israeli ilianzisha tena kampeni yake ya kijeshi katika ukanda wa Gaza mnamo Machi 18 baada ya kusambaratika kwa makubaliano ya usitishaji wa mapigano ya miezi miwili kati yake na kundi la wanamgambo wa Hamas ambalo shambulio lao la 2023 lilianzisha mzozo huo. Wakati huo huo, kwa mujibu wa taarifa za mamlaka ya afya ya Gaza, hadi kufikia Jumatano zaidi ya Wapalestina 52,400 wameuawa kwenye kipindi cha miezi 18 iliyopita na wengine 118,014 wamejeruhiwa. Mashambulizi ya angani yanayoendelea kufanywa na Israeli kwenye ukanda wa Gaza yameua maelfu ya raia, huku hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya. Katika saa 24 zilizopita pekee watu zaidi ya 35 waliuawa na 109 kujeruhiwa. Mashambulizi hayo yamekuwa ya kila siku tangu Israeli ilipoanzisha tena operesheni za kijeshi mnamo Machi 18, ikivunja usitishaji wa mapigano wa miezi miwili. Tangu wakati huo Wapalestina 2,308 wameuawa na zaidi ya 5,900 kujeruhiwa katika shambulio lililoripotiwa Jumatano na shirika la habari la Wafa. Watu wasiopungua 12 waliuawa kwenye kambi ya wakimbizi ya Nuseirat, wakiwemo watoto, huku mashambulizi mengine yakiripotiwa Jabalia na Khan Yunis. Wakati hayo yakiendelea, Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la misaada ya kibinadamu umeonya kuwa misaada ya dharura imefikia ukingoni. Hospitali nyingi zimefungwa, vifaa vya kujifungulia kina mama vimeisha na visa vya utapiamlo kwa watoto wachanga vinaongezeka kwa kasi. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amesema kuwa majiko zaidi ya kijamii yamefungwa Gaza kutokana na ukosefu wa vifaa na mahitaji. Rais wa Urusi Vladimir Putin yuko tayari kushiriki katika juhudi za kuleta amani nchini Ukraine na mashauriano ya kina yanaendelea kati ya Urusi na Marekani. Hata hivyo, ikulu ya Russia Kremlin imesema kwamba hali ya mzozo huo ni tata mno kiasi kwamba haiwezekani kupata mafanikio ya haraka kama vile Washington inavyotarajia. Rais anaendelea kufuatia njia za kisiasa na za kidiplomasia katika kutafuta suluhu ya mzozo huu, alisema msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Peskov amesisitiza kuwa malengo ya kimkakati ya Russia ni lazima yatimizwe, huku akieleza kuwa Moscow inapendelea kuyafikia kwa njia ya amani. Ameongeza kuwa Rais Putin ameonyesha utayari wa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na uongozi wa Ukraine, lakini hadi sasa hakuna jibu lolote kutoka Kiev. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa akijitambulisha kama mpatanishi wa amani mara kwa mara, ametamka nia yake ya kukomesha umwagaji damu unaoendelea katika vita hivyo vya zaidi ya miaka 3 ambavyo sasa serikali yake inavitazama kama vita vya kati ya Marekani na Urusi. Wakati huo huo, Urusi leo imeripoti vifo vya watu 7 na wengine 20 wamejeruhiwa, huku Ukraine nayo imesema Urusi imefanya shambulizi katika mji wa bandari wa Odessa nchini Ukraine na kuwaua watu 2 na kujeruhi wengine zaidi ya 15. Katika hatua nyingine, Ukraine nayo imesema kwamba Urusi imefanya shambulizi katika mji wa bandari wa Odessa nchini Ukraine. Taarifa ya jeshi la anga la Ukraine imesema Urusi ilirusha makombora 5 na droni 170 wakati wa mashambulizi yake ya usiku wa kuamkia leo, yakilenga maeneo mbalimbali ya Ukraine. Mashambulizi hayo yametokea saa chache baada ya Ukraine na Marekani kutia saini makubaliano ya uwekezaji yatakayoiruhusu Marekani kuchimba madini ya Ukraine. Katibu mkuu wa Amnesty International ametangaza kuwa siku 100 za kwanza za rais wa Marekani Donald Trump zimekuwa janga kwa haki za binadamu nchini Marekani na kimataifa. Agnes Callamard, katibu mkuu wa Amnesty International, amesema katika mkutano wa Brussels, mji mkuu wa Ubelgiji, kwamba utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umefungua njia kwa mashirika na mabilionea
kunyakua mamlaka ya serikali, na watu kama Elon Musk wamepata fursa zaidi na kuingia na kudhibiti nguzo za serikali. Kalamadi ameeleza kuwa hali hii inasababisha kuenea kwa rushwa na uongo, na kuongeza kuwa serikali duniani kote lazima zisimame na zisirudi nyuma ili mienendo yenye madhara isiwe sumu kwa vizazi vijavyo na watoto. Katibu mkuu wa Amnesty International pia amekosoa mienendo ya nchi kama vile Marekani, Ujerumani na Uingereza ya kutojali mateso makubwa ya Wapalestina, akisisitiza kwamba nchi hizo zinashiriki katika hali hii kwa kutumia silaha kwa Israeli na kukandamiza maandamano ndani dhidi ya sera zao. Wanajeshi wa utawala wa Israeli wameendelea kupinga vita dhidi ya Gaza. Serikali ya waziri mkuu wa utawala wa kizayuni wa Israeli Benjamin Netanyahu imeendelea kukabiliwa na upinzani ndani ya jeshi kutokana na kuendelea kuweka upinzani wa kupinga vita dhidi ya Gaza. Katika wiki za hivi karibuni, maelfu ya askari wa akiba wa Israeli kutoka matawi yote ya jeshi wametia saini barua wakiitaka serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kusitisha mapigano na kujikita zaidi katika kufikia makubaliano ya kuwarudisha mateka waliosalia wanaoshikiliwa na harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas. Miezi 18 iliyopita, Waisraeli wachache walitilia shaka mantiki ya vita kuwashinda Hamas na kuwarudisha mateka. Kwa wengi, usitishaji vita wa Januari na kurudi kwa mateka zaidi ya 30 kuliweka matumaini kwamba vita vinaweza kuisha hivi karibuni. Lakini baada ya Israeli kurejea vitani katikati ya mwezi Machi, matumaini hayo yalikatizwa. Tulifikia hitimisho kwamba Israeli inaenda mahali pabaya sana. Dani Yatum, mkuu wa zamani wa shirika la kijasusi la Mossad, alisema, tunaelewa kwamba kinachomsumbua zaidi Netanyahu ni maslahi yake mwenyewe, na katika orodha vipaumbele, maslahi yake na maslahi ya kuwa na serikali imara ndiyo ya kwanza na sio mateka. Wengi wa wale wanaotia saini barua za hivi majuzi ni kama Yatom, wakosoaji wa muda mrefu wa waziri mkuu. Baadhi walihusika katika maandamano ya kuipinga serikali yaliyotangulia kuzuka kwa vita tarehe 7 Oktoba 2023 kufuatia mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israeli. Shukran kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.